Hali ni mambo vipi? Ni njema kabisa. Tunakwenda kutazama mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Tunazungumzia Simba Sports Club dhidi ya Young Africans, mchezo wa derby huu ambao unatarajiwa kupigwa Jumapili hii hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kiujumla ni mchezo wa namna gani ikiwa timu zote zimetoka kucheza Muungano Cup ambayo ilizikutanisha pia Simba na Yanga? Huu ni mchezo wa mahitaji zaidi. Ni mchezo ambao kila timu inahitaji alama tatu kwenye msimamo, na Young Africans anahitaji alama tatu ili kuweka gap kati yake na Simba mpaka kufikia point 8. Wakati Simba anatafuta ku close zero gap zisifikie point 8, ni kuifanya Young Africans idondoshe either alama 2 au zote tatu mchezoni. Wakati pia Young Africans wakiwa wahitaji kudondosha hizo alama kwenye mchezo wenyewe husika. Ni moja kati ya michezo ambayo haiwezi kuwa rahisi kwa timu zote mbili, lakini ni vita ya kisaikolojia. Natazama ile vita ya kisaikolojia kwa michezo yote miwili kwa sababu timu zote zimetoka kucheza michezo mfululizo back to back, hasa wakiwa wanakutana wao kwa wao. Kwa hivyo hapa ni kutafuta recovery, review, lakini pia kujiandaa kwa haraka kuelekea kwenye mchezo ujao ambako haiwezi kuwa rahisi kimwili pamoja na kiakili kwa ujumla, kwa sababu timu zote mbili zitakuwa zinakabiliwa kabla ya mbinu za uchezaji uwanjani ni namna gani ya kukabiliana na ile fatigue ya kifikra kwa maana ya mental fatigue, lakini pia kukabiliana na fatigue ya kimiili kwa maana ya physical fatigue. Vitu vyote hivi vikishughulikiwa kwa pamoja, naweza kwenda kushuhudia mchezo wa kimbinu vizuri sana uwanjani, lakini pia naweza kushuhudia mchezo ambao utakuwa na ushindani mkubwa kwa sehemu zote mbili. Tumeona kikosi cha Simba mara baada ya mchezo wa Muungano Cup finali kutamatika jana, wamerejea Dar es Salaam, lakini pia kikosi cha Young Africans kimesalia visiwani Zanzibar kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mchezo huo hapo wa derby. Kiufundi hii ikoje? Kimtazamo na kwa tabia za binadamu, kwa hivi sasa Simba wako kwenye hali nzuri kuliko Young Africans psychologically, kwa sababu kisaikolojia Simba kuna ari ya ushindi, morali kwenye vichwa vya wachezaji imeingia kwa kiasi kikubwa, ikichagizwa na furaha waliokuwa nayo mashabiki wao, lakini pia ile hali ya kumfunga mtani baada ya kutopata ushindi kwenye dabi zilizotangulia. Fadlu Davids dabi 4, lakini huko nyuma dabi 2 zikipita, dabi 6 mfululizo bila ya matokeo ya ushindi. Kwenda na kupata matokeo ya ushindi kwenye hii dabi ya hivi sasa, hasa kombe la Muungano kuelekea kwenye mchezo mwingine, Simba kisaikolojia wako sawa, psychologically wako sawa, lakini hata tunasema ile fatigue ya kifikra kwenye vichwa vyao haiko kubwa sana, kwa sababu tayari kuna watu ambao wako nyuma yao wakiwa na furaha kubwa sana. Lakini kwa Young Africans wao kubaki visiwani Zanzibar ni kwa sababu ya kutaka utulivu wa kisaikolojia kuelekea kwenye mchezo ujao. Kuelekea kwenye mchezo ujao, hali ya mashabiki wao ilivyo kwa hivi sasa ni kwamba kila mmoja tayari hayuko sawa kwa maana ya kuona kile kilichotokea kwenye mchezo uliopita. Kwa kuna fatigue ambayo wakiruhusu iingie kwenye fikra zao, wakiruhusu hali ya utulivu isiwe kubwa kwenye vichwa vyao kwa hivi sasa, kwenye kambi yao, lakini pia wakiruhusu maneno ya nje yaingie kwenye kambi yao, inayotengenezea mazingira magumu kuelekea kwenye mchezo ujao. Simba mpaka sasa wako kwenye hali nzuri, ndio maana wamerejea, lakini pia umeona wamewaalika mashabiki wao, wamepokea, wanatembea kwa uhuru sana kwa sababu wako sawa, wamepata mazingira ya ushindi. Winning mentality ipo kwenye kikosi chao, wakati Young Africans kupoteza ule mchezo psychologically imewaathiri, lakini pia kama hawatakaa vizuri kwenda kucheza na mpinzani yule yule haiwatengenezei mazingira mazuri ya wao kwenda kushindana. Na ndio maana kwa ukomavu benchi la ufundi pamoja na ukomavu wa uongozi wamehitaji timu ipate utulivu, ikae katika sehemu ambayo hakutakuwa na kelele nyingi kuelekea kwenye mchezo ujao. Kisaikolojia hapa tunaweza kusema Young Africans wanaingia kwenye mchezo ujao wakiwa chini sana, wakiwa katika hali isiyokuwa nzuri, wakati Simba wanakwenda wakiwa katika hali nzuri kutokana na winning mentality iliyoingia kwenye vichwa vyao. Kisayansi kwanza, maji yale
kuna vitu ambavyo wachezaji huwa wanapitia wakati wanatokwa jasho uwanjani. Jasho huwa linaondoka na kitu kinachoitwa electrolytes kwenye mwili wa binadamu. Electrolytes ni zile ions ambazo zipo ndani. Mfano nazungumzia sodium, nazungumzia electrolytes zingine ambazo ziko ndani. Lakini pia wakati ule ule huwa kuna carbohydrate ambayo huwa inaunguzwa wakati wa kuendelea na physical exercise, wakati wachezaji wana respire anaerobically kwenye mchezo wenyewe husika. Sasa kinachotokea ni kwamba wanahitaji kitu ambacho ama vinywaji ambavyo vitakavyowarejeshea kwa haraka zile electrolytes, lakini zitakazowarejeshea kwa haraka kiwango cha carbohydrate au sukari iliyounguzwa kwenye miili yao ili waendelee kubaki na nishati kwenye miili yao. Hasa hapa kuna ukila chakula inahitaji mchakato usiopungua saa 3 ili kuweza kurejesha hizo electrolytes, lakini pia kurejesha carbohydrate kuja kwenye mfumo wa sugar, mwisho wa siku uzalishe tena nishati nyingine. Wakati kuna vinywaji ambavyo vimetengenezwa katika mfumo ambao ni mwepesi kusharabiwa na mwili. Ndio maana wachezaji na baadhi ya kwenye michezo mingine huwa wanatumia vinywaji ambavyo si vilivyopigwa marufuku michezoni. Ni vinywaji vinavyorejesha kiwango cha sukari kilichotumika mwilini, lakini pia kuwasaidia kubaki na nishati, lakini pia kuwarejeshea electrolytes zilizotumika kwenye miili yao wakati wana sweat. Kuhusu kuchanika kwa soksi uwanjani, ile ni kitaalamu, ni kwa ajili ya kuzuia wachezaji wasikamatwe na msuli, kuzuia muscles cramp kwenye miili yao, kwa sababu endapo mchezaji anapokuwa anakimbia, anapofanya mazoezi au anapokuwa kwenye mechi, kiwango kikubwa sana cha misuli yao kwenye miguu huwa inajaa, inatutumka. Hasa kitendo cha kututumka, ukikutana na mgandamizo wa soksi, ile pressure inakwenda kugandamiza hata mishipa ya damu pamoja na misuli ambayo hairuhusu damu kuzunguka vizuri kwenye sehemu zote. Hasa ili damu izunguke vizuri, wanaamua kuzichana kidogo na kuacha kamwanya, ambako kamwanya, ule mwanya utaruhusu damu izunguke vizuri, mwisho wa siku ije kuwasaidia wao kutopata ama kutokamatwa na msuli, kutopata ile muscles cramp. Kwa hiyo kinachotafutwa kwenye ile soksi kuichana ni kuzuia pressure, mgandamizo kwenye misuli, ambako hiyo mgandamizo utazuia damu isizunguke vizuri. Damu isipozunguka vizuri, mchezaji atakamatwa na msuli, lakini damu inapozunguka vizuri, mchezaji hata kamatwa na msuli, na ndio maana wanazichana zile soksi. Tumalizie na hili hapa. Umeona vikosi vyote viwili vya Simba na Yanga. Khalid, nakupa kijiti. Simba Yanga, ligi kuu, mchezo wa mitatu. Kisaikolojia Simba wako vizuri kuelekea kwenye mchezo ujao. Wameshinda mchezo mmoja, kisaikolojia wako vizuri kuelekea kwenye mchezo ujao. Lakini Yanga wanategemea ukomavu wa benchi la ufundi na ukomavu wa wachezaji kureact kwenye mchezo wa pili. Ni kama vile tunaweza kusema dakika 45 zimechezwa, inasubiriwa dakika 45 kwenye mchezo mwingine, ingawaje ni dakika 90 kwenye kila mchezo. Sasa kurejea ni ubora wa mabenchi ya ufundi. Mimi kwangu bado naweka mzania wa nusu kwa nusu, 50 kwa 50. Sio Simba na nafasi kubwa? Kisaikolojia tunaweza kusema hivyo, lakini hatuwezi kujua ukomavu uliopo kwenye vichwa vya wachezaji wa Young Africans na benchi la ufundi. Huu bado mchezo uko 50 kwa 50 na utakuwa tofauti kabisa na mchezo uliopita, kwa sababu ule ni mchezo wa kombe. Timu pale zinaenda kugombania tu dakika 90 za kombe. Wakati huu utakuwa ni mchezo tofauti kabisa. Bado ni mchezo ambao uko nusu kwa nusu, 50 kwa 50. Mimi nikushukuru.